gai goroi ne Kwa diturai tare nawe, diturai tare nawe, diturai tare nawe goroi ne Kwa Jesu diturai tare nawe, diturai tare nawe, diturai tare nawe goroi ne Kwa niwe mwihoko niwe mwihoko wakwa niwe mwihoko wakwa ngoro-inĩ yakwa Kwa Jesu niwe mwihoko wakwa niwe mwihoko yakwa Kwa Jesu ndũgĩũke twaranĩrie ndũgĩũke twaranĩrie ndũgĩũke twaranĩrie ngoro-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesũ ona hinya wa Saitani nĩ mũhotani Jesũ na hinya wa Saitani nĩ mũhotani Jesũ na hinya wa Saitani nĩ mũhotani Jesũ arogocwo mwathani Nani twatoria nĩtũkaina haleluya twatoria nĩtũkaina haleluya Jesũ thakame ya Jesũ thakame ya Yeah.
Yesu Kristo asifiwe. Ndio, ni siku ingine njema tumepewa na Yehova Bwana Mungu wetu. Tuje mbele zake kuzungumza naye, kumuimbia na kusikiza kutoka kwake. Yeye mwenyewe amesema ya kwamba yeyote ambaye atamtafuta ataongea naye. Kwa hivyo siku ya leo ataongea na sisi vile amekuwa akiongea na sisi. Bwana asifiwe. Leo tuko katika somo letu la 8 na tunaliita ustawi. Na kabla niingie kwa neno, kujulisha tu maana ya ustawi ambao tunazungumzia. Siku ya leo, kama katika ni ulimwengu ambao tunaishi, tunaongea mambo ya ustawi. Nchi ambazo zimestawi. Si ndio tunaambiwa kuna zile nchi zimestawi ambayo hata siku ya leo zinaitwa ati dunia ya kwanza. Nchi ambazo matatizo ambayo sisi tunaita matatizo hayo walimaliza kitambo. Lakini wana matatizo yao. Wana utajiri mwingi, wana maisha mazuri. Na tunapozungumza mambo ya kustawi, tunaongea mambo ya maisha mazuri. Kutoka mahali tuko tunaendelea. Ndio kesho mkiniona nina gari mtasema mchungaji amestawi, mwaka huu ameonyesha anastawi, amepata gari, alikuwa anaenda mguu, sasa haendi mguu, anaenda kwa gari. Sasa tunaangalia habari za ustawi, sio wa wanadamu ule unahubiriwa siku ya leo, na ndio ukiangalia huo ndio ujumbe mkubwa, ustawi, hasa katika makanisa ya Kipentekoste. Ya wale watu wanasema ni waongofu, wao ndio hiyo kasumba ya kustawi imewasumbua sana, imekataa nao. Kama wamekataa nayo hiyo kasumba kuiacha. Leo tunaongea mambo ya kanisa kustawi. Tutasemaje kanisa limestawi? Ni ya kwamba yamejengwa makanisa ya magorofa makubwa, yana viti vizuri, yana starehe, ama ni nini? Tutaangalia na tutapata mfano mzuri kutokana na neno la Mungu. Basi tuko katika Matendo mlango wa 9 mstari wa 31 mpaka 43 kuhusu ustawi wa kanisa, na vile tutasema kanisa limestawi. Na kutokana na kanisa, na tunajua kanisa si jengo kama hili. Ni jengo, ingekuwa tofauti. Kanisa si jengo, kanisa ambalo Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema atajenga, si kanisa la kuonekana. Ni kanisa lile walizungumza na mwanamke Msamaria katika kisima, akamwambia Mungu anatafuta watu watamwabudu katika roho na katika kweli. Si kuabudu katika milima kama wa Samaria ama katika Yerusalemu kama Waisraeli. Hapana, wale watamwabudu katika roho na katika kweli. Basi huo ndio ustawi ambao tunazungumza, na huo ndio ustawi ambao tunapaswa kuamini, na huo ndio ambao unatuendesha katika maisha na tukitafuta ustawi. Bwana asifiwe. Sasa kuna mambo hapa ambayo tutaangalia, ni mambo 4. Leo mambo sio mengi, kwa hivyo ni mambo 4, ni mambo machache, lakini ni mambo ya muhimu. Kwa hivyo tusomewe washiko Matendo 9:31 na 32. Tunasema kutembea. Basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na
Galilaya na Samaria. Likajengwa likiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Ndio 32. Hata Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawateremkia na watakatifu waliokaa Lida. Ndio. Bwana asifiwe. Sasa tunaambiwa ya kwamba katika Uyahudi, katika Galilaya na Samaria kukakuwa na amani kwenye hayo makanisa. Wakafurahia, kukakuwa ni wakati wa amani. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita kuna wakati hata makanisa yalikumbwa na tatizo ambalo lilikuwa katika nchi. Wakati kulikuwa kumelipuka ugonjwa unaitwa COVID. Si mnakumbuka COVID? Na ikahangaisha na ikabadilisha hata kanisa jinsi ya huduma. Vile tulikuwa tumezoea ikakuwa wakaleta neno mpya walikuwa wanaita new normal. Ati kawaida mpya. Yaani mambo ya kawaida mapana nayo na tukaishi kulingana na vile walikuwa wamesema na vile mwongozo tulipata. Lakini sasa hapa tunaambiwa yakafurahia amani na nguvu. Yaani kwa kuwa ni wakati wana amani, wanaendelea na shughuli zao bila kusumbuliwa. Hakuna mtu anawahujumu, hakuna mtu ambaye anawatesa, hakuna mtu anawaingilia. Kwa hivyo kanisa likaendelea na amani. Na basi likaendelea likafurahia amani na nguvu. Kwa sababu mtu akiwa na amani anakuwa na nguvu, si ndio? Wakati kuna farakano huwa watu wanakuwa na udhaifu, kwa sababu tatizo linakuwa ni kukabiliana, ama kazi inakuwa ni kukabiliana na tatizo ambalo wanapitia. Si unakumbuka wakati wa COVID mambo vile yaliharibika? Basi kwa kuwa sasa watu wanafikiri tu sasa tutafanya nini ili maisha yaendelee. Kwa hivyo mambo mengine watu wakaacha na mambo mengine wakakuwa ndio wanafanya. Sasa hapa tunaambiwa kanisa lina amani. Lakini tukumbuke kulikuwa na onyo ambalo Bwana alitoa wakati watasema amani amani, mjihadhari. Mjue uharibifu unakuja ama uko karibu. Sasa tukaambiwa basi wakiwa na amani hiyo na kufurahia amani hiyo. Na tumesema kichwa cha somo leo ni ustawi. Tunaambiwa ya kwamba wakakuwa ni watu ambao wanatembea katika kicho cha Bwana Mungu na faraja ya Roho Mtakatifu. Yaani sasa ni watu ambao wanamcha Mungu. Watu ambao wanamfuata Mungu. Watu ambao Mungu ndio chanzo cha mambo yote, na katika mipango yao na katika mambo yao, katika maisha yao Bwana Mungu ndiye anawaongoza. Ya kwamba mtu akifikiri kufanya kitu anajua ni Mungu amempa nguvu. Kwa hivyo hata akisimama kama leo vile mimi nitaamka niseme acha nifike, naomba Mungu, namwambia Mungu ningetaka nifike ama napaswa nifike, naomba mkono wako. Yaani mambo yote yanakuwa natembea katika kicho cha Mungu. Kama ni biashara ile nafanya biashara kama mtu ambaye namcha Mungu. Kwa biashara nasikia kuna uongo mwingi, si ndio? Utasikia mtu akikwambia hapana hiki kikombe hiyo nakuanguzia bei ndio bei yangu ya mwisho. Kusema kweli hiyo kikombe napata shilingi 10 tu. Wewe fikiri shilingi 10 na nilienda mpaka Kenol ama nilienda mpaka Nairobi kukinunua. Sasa unaona kama ni kweli, lakini si kweli, ni uongo. Kwa hivyo wale walikuwa wakifanya biashara wakafanya biashara na kicho cha. Na mimi nimefanya biashara kidogo
na wakati nina kitu cha kuuza mimi husema bei yangu. Alafu Gibson anakuja kununua, namwambia hii nauza 5,000. Gibson ananiambia hapana, ni 1000, mimi niko na 2,500. Namwambia hiyo haitutaweza. Si unikatie na kuambia basi 4,500. Mimi najua kile nalenga, si ndio? Lakini kama hatafika mahali nalenga, namwambia basi wewe ukipata nitangoja. Lakini akifika tunawafikiana na namuuzia. Mfanyi biashara mmoja akasema hapana, lazima useme uongo kwa. Nikasema mimi nimefanya biashara na sijasema uongo. Kama nakuambia kuzia kikombe na kuambia kikombe na kuzia shilingi 30. Hapana, nilikuna nakwambia ndio, kama huna ni sawa. Lakini siwezi nikauza chini ya shilingi 25. Lakini sikudanganyi hapo, mimi napata shilingi 5 na najua ni shilingi 10. Namwambia unajua lazima nipate faida, si ndio? Wewe niachie, hiyo ndio faida ya niachie nipate faida. Bila kukudanganya ati ni shilingi 5 na acha hiyo. Basi hicho ndicho kicho cha Mungu. Ya kwamba mambo yote tunafanya. Nikienda kwa Dave na nina tatizo nataka msaada, namwambia ukweli wangu. Simwambii Dave nipe 1,000 asubuhi jioni nitakupa. Na ninajua kuna uwezekano sitampa. Nimwambie Dave nipe 1,000 labda baada ya wiki. Hicho ndio kicho cha Mungu. Kufanya mambo ya kwamba nikifanya chochote nafanya sina mtu atanilaumu. Nikikwambia siku fulani nikose, nitakueleza kwa nini. Lakini kama sio hivyo, basi itakuwa mimi niko tu kama watu wa dunia, watu ambao hawamjui Mungu. Lakini hapa tunaambiwa kicho cha Mungu kinakuwa kwanza. Na ni ajabu Mungu anapoona vile tunamcha na vile tunamtumikia na vile tumejitoa kwake na vile hatutaki kumkosea, anafurahi. Leo Gibson katika wakati kujifunza Biblia akatufundisha kutoka kitabu cha Mathayo mlango wa 6, ambapo Yesu anasema tunapoishi vile anapendezwa ati yeye atatushukuru. Si ajabu hiyo? Ati tukiishi, tukiomba vile anapenda tuombe, si vile wengine wanaomba. Basi hicho ndicho kicho cha Mungu. Na Mungu tunaambiwa na tukiomba tunaambiwa tuombe kwa faraga, si kujionyesha ushupavu wetu na umahiri wetu katika maombi. Hapana. Kicho cha Mungu tunajua ya kwamba hata Mungu ni muombe kwa sauti kubwa, sauti ndogo yeye anasikia. Lakini makosa nikiomba kwa sauti kubwa na niko kwa watu nitasumbua watu. Ndio. Hata mtu akiomba atashindwa, sasa anashindwa kwa sababu sauti yangu imezidi. Na ndio tukaambiwa kwamba maombi yetu tunaenda faragani. Na tusionyeshe na tusieleze. Tukaambiwa hata tukimcha Mungu tunachukutia amri yake. Ya kwamba hata tukiomba tutaomba kabisa tumenyenyekea na tunajua Mungu ni Mungu. Hicho ndicho kicho cha Mungu. Na tunaambiwa uzuri wa Mungu, tunaambiwa na yeye atatushukuru. Na atatushukuru kwa uwepo wake. Kwa sababu tunaambiwa wakae kuwa na faraja ya Roho Mtakatifu. Ya kwamba Roho Mtakatifu akawafariji. Ya kwamba hata kama kuna changamoto, kwa sababu maisha hayakosi changamoto. Ni kweli? Hata nikiwa tajiri kwa upita wote Kenya, kuna mambo ambayo yatakuwa kinisumbua. Gibson yeye anasumbuka, hana nauli ya kwenda mahali anataka kwenda. Hiyo kwangu si tatizo, si ndio? Lakini kuna kitu ambacho nahitaji. Lakini katika yote tuwe na tuko nacho ama tuna, lakini tuna faraja ya Roho Mtakatifu.
tunakuwa zaidi ya huyo tajiri mkubwa wa Kenya ambaye amekosa usingizi. Kwa sababu sisi ikifika wakati wa kulala tunajikuta tunalala na tunalala vizuri, hatusumbuki. Na huyo tajiri anasumbuka usiku, anajipindua kwa sababu anafikiri madeni, anafikiri faida, anafikiri nini. Wakakuwa na faraja ya Roho Mtakatifu. Basi hebu tuwe watu wacha Mungu na tufurahie faraja ya Roho Mtakatifu. Basi maisha yetu yatakuwa mazuri. Sema yatakuwa shwari, hakuna matatizo. Matatizo na changamoto tutakutana nazo, lakini tunakutana nazo tukiwa na Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatufariji ya kwamba hata hii itapita. Na ni kweli, kwa sababu hata tukiangalia maishani mwetu, turudi tu nyuma miaka 5, miaka 10, miaka 20, mahali tulikuwa na mahali tuko, tunaona mkono wa Mungu. Na tunakuwa na ushuhuda ya kwamba Yesu Kristo aliposema yeye ni mchungaji mwema, kweli ni mchungaji mwema. Anatulisha, anatukinga, anatunywesha, anatufariji. Na katika maisha tukikutana na changamoto, haijalishi ni gani, Yesu Kristo tunakuwa pamoja naye. Basi Mtume Petro tunaambiwa akakuwa hizo sehemu zote anawatembelea. Na anawafariji, anatembea kuwapa nguvu, anawatembelea kuwahudumia. Na ni ajabu kubwa. Katika hapa mpaka hapa ambapo tumesoma, tumesikia mahali wanaomba watu pesa, wanadai pesa. Washiko, tumesikia mahali wanaitisha dhabihu. Hapana, ni watu kujitolea, kujiunga nao kueneza Injili. Na basi Petro akajikuta hapo, kunaitwa leader. Amejikuta huko leader sasa. Si biashara ameenda kufanya, hapana, ameenda huduma. Bwana asifiwe. Basi hiyo ndiyo kutembea, ya kwamba tunakuwa na nguvu, tunakuwa na kichwa cha Mungu, tunakuwa na faraja Roho Mtakatifu, na tunakuwa katika huduma. Haijalishi kazi zetu, lakini wakati wote huduma inakuwa katika moyo wetu. Amen. Tunajifunza nini hapo? Ni katika Waefeso 4:15 na 16. Hilo ndilo funzo la leo. Lakini tushike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote. Tumfikie nani? Yesu katika yote. Maisha yale aliishi, tujitahidi tuishi maisha hayo. Vile alizungumza, hayo yawe ndio mazungumzo yetu. Tumfikie yeye aliye kichwa, Kristo. Yesu Kristo ndiye kichwa, yeye ndiye kielelezo chetu. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Ya kwamba kila kiungo, tumeambiwa sisi mwili wa Kristo, tuwe kama kiungo. Vile tunasoma kuhusu viungo, asanti Washiko huku jua nitataja hiyo mfano uliotupa, ya kwamba mimi kama mwili ni viungo tofauti. Na ubongo wangu hata ukiwa uko mzuri namna gani, niwe mwerevu namna gani, huo ubongo hakuna jinsi unaweza ukakusaidia ama kunisaidia. Nitajua tu. Wewe fikiri, kuna tatizo kubwa hapa katika nchi ya Kenya, tuseme mfano, sisemi kuna tatizo, lakini unajua mambo yale tunapitia. Lakini nikiwa hapa katika Kenya, naza katika ubongo wangu nina suluhisho. Na huko na nimepanga vizuri suluhisho. Lakini
katika ubongo, ukiwa katika ubongo na hivi viungo vingine havifanyi kazi, nitakuwa na msaada wowote? Hapana. Kila kiungo kiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Kwa hivyo kila mtu ambaye yuko katika mwili wa Kristo ana umuhimu wake kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ya kwamba mtu anaitwa mtu kwa sababu ya sehemu moja moja. Hivi sasa Gibson, hujai kuona moyo wako, lakini unajua huko. Sasa hivi unasikia ukidunda, hata kama usikijua huko, si ndio? Kuna wakati mtu mwili unachangamka, moyo unadunda, unasikia ukidunda pu pu pu. Lakini hata kama wangu sasa sisikii ukidunda, lakini najua huko, najua kuna figo na inafanya kazi. Kila kiungo. Hivyo ndivyo tunapaswa kuwa, kila mtu katika huduma yake, kuukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Ya kwamba katika haya yote ya mwili na katika haya yote ya kanisa, kufanikiwa na kustawi ni katika upendo. Bila upendo, hata tuwe na mipango mizuri namna gani, haitafaulu na hatutastawi, kwa sababu bila upendo mtu atafanya chochote tu anataka bila kujali. Na tunaona upendo ya kwamba Mtume Petro aliposikia habari za huko, tunaambiwa akaenda hizo sehemu kuwatembelea, awatie moyo na wasaidie ili waendelee katika huo moyo. Amen. Amen. Jambo la pili, tunaona uponyaji. Matendo 33 mpaka 35. Tusome hiyo mistari mitatu tafadhali. 33 mpaka 35. 33. Tunaambiwa sasa huko kunaitwa Lida. Kama alivyo andikwa 33 9:33. Inasema kama alivyoandikwa. Hapana. Ilivyoandikwa. Hapana, hapa ninaambiwa ati kuna mtu aliitwa Ainea. Uko 9. 9. 30 na hapana. Nisome yangu ya Kiswahili. Hiyo naona amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya. Ondoka ujitadikie. Mara akaondoka. Na watu wote waliokaa Lida na Shironi wakamwona, wakamgeukia Bwana. ndio ati uponyaji huo ndio ufanisi. Si tunajua gharama ya hospitali na ya afya. Kama juzi kaka yangu akaugua na tulienda na Dave, tukaambiwa picha moja ni 8,000. Wewe fikiri mtu ambaye hana 8,000 yuko wapi? Ana mwenyewe? Hana. lakini Tunaambiwa amefika huko akakuta huyo mtu anaitwa Ainea na yuko na miaka 8. Miaka 8 amekuwa amepooza, hatoki mahali yuko. Miaka 8. Gibson ulikuwa wapi? Ulikuwa sasa
wewe ni mtu unaenda kazi sasa eh? Wewe Dave, mwaka 8 iliyopita ulikuwa wapi? Nyumbani. Nyumbani. Ulikuwa umemaliza shule? Basi. Kila mtu kurudi mimi nikiona miaka ikitajwa mimi penda kurudi nyuma. Mimi miaka 8 sikuwa huku, hata mambo ya huku mashambani hayakuwa kwa akili yangu. Sasa ndio namaliza mwaka huu, namaliza miaka 6 huku. Kwa hivyo miaka 8 nilikuwa huko karibu na Nairobi, Kiambu. Ninaishi huko, naendelea na maisha yangu vizuri, nafurahia maisha huko. Na shughuli fulani. Siwesikia mimi nilikuwa nakumbuka vile nilikuwa nafurahia. Dave amemaliza shule Washiko na changamoto za maisha, si ndio? Sasa hawa walikuwa primary, sasa ni watu walikuwa primary, kwa hivyo hata nani Robinson naye pia alikuwa primary. Sasa amemaliza hiyo, sasa yuko chuo. Baadaye Mungu akipenda atakuwa anaitwa daktari, si ndio? Na wewe utakuwa unaitwa fundi shupavu. Mtu akiuliza natafuta fundi wa maji, watu wanasema ni wewe. Miaka hiyo ngapi? 8 mpaka leo, si ndio? Dave sasa ni mtaalamu wa kompyuta, mambo ya picha nini, hiyo yote ni mtaalamu. Siku hiyo ulijua hayo yote? Hakuwa anajua. Lakini Ainea miaka hiyo amekaa kitandani. Kila kitu ni kufanywa, amepooza, hakuna kitu anajifanyia. Petro akakutana naye. Akamwambia Ainea, Yesu anakuponya. Amka, tandika kitanda chako. Sasa wewe si mtu wa kukaa kwenye kitanda. Na tunaambiwa mara moja Ainea akasimama na akafanya hivi. Na tunaambiwa habari hizo zikakuwa kila mahali. Na tunaambiwa kwa hiyo basi ikae watu wengi wakamgeukia Bwana Mungu. Wewe fikiri umekuwa tu na shughuli zako unaendelea hapa na nini Sabasaba, alafu kuna mtu unajua miaka 8 hajatoka kwa kitanda, alafu usikie fulani yule nadi anakuaga nini anatembea, nilimuona Sabasaba. Si utasema ni uongo nani? Anatembea sasa, yuko si utatoka kwenu mahali huko uende kumuona. Na ikakuwa hivyo. Waliposikia hivyo na kumuona, wakajua hapana, hii imezidi. Huyu Mungu ana nguvu, huyu Mungu ni wa kweli. Kama Ainea yule miaka 8 amekuwa kwenye kitanda anatembea. Yaani Mungu anajionyesha na watu wake. Na hapa tunasikia sadaka, tunasikia pesa. Hapana, ni kumwambia tu Ainea, amka, tandika kitanda, ondoka kwenye kitanda, tandika, anza kutembea, anza kujifanyia mambo. Nguvu za Mungu zinaonekana za uponyaji. Juzi tulipokuwa katika maombi tukakuwa na ushuhuda. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa hospitali majuma 2 tumemuombea. Alikuwa hali mbaya. Lakini juzi tukaambiwa alipiga simu hiyo wiki ambayo imeisha. Hii wiki tunamaliza sasa. Tulipokuwa kwenye maombi tukapata ushuhuda. Ati alipiga simu kusema mimi nimepewa ruhusa, nimetoka hospitali. Mama mmoja tulikuwa naye alikuwa anaugua, akatoa ushuhuda. Kifua kilikuwa kimeziba, kina tatizo kubwa kinamsumbua, amepona. Huo ndio ustawi. Kanisa panakuwa ni mahali pa watu kupona. Wakija wanajua na wana hakika. Huo ndio ustawi. Si mapesa na si majengo. Si mambo makubwa yale yanaonekana ya kuvutia, lakini huduma ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Jambo
So funzo ni hili, Na funzo liko katika Isaya 61:1. Hilo ndilo funzo hapo tunaona. inasema hivi: Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana Mungu amenitia mafuta. Ati roho ya Bwana Mungu iko juu yangu kwa sababu Bwana Mungu amenitia mafuta. Na hiyo ndiyo tunaongea mambo ya mafuta. Na si mafuta yanaonekana. Petro tunaambiwa alibeba mafuta. Hapana, alikuwa mwenyewe yuko na mafuta juu ya ndani yake. Amemwagiwa mafuta, anatembea katika huo upako. Anointing hiyo tunaisema anointing kwa Kiingereza ni upako huo. Anatembea katika upako. Amenitia mafuta. Na mafuta ni ya nini? Si ya kujigamba nayo, si ya kuuza vile wahubiri wengine wanauza mafuta, unatuma pesa unapewa mafuta. Hapana. Mafuta ni yeye mwenyewe. Akasema ni wahubiri Wanyenyekevu habari njema. Ni wahubiri ama ni wahubirie wanyenyekevu. Kwa sababu huwezi mtu mwenye kiburi huwezi kumhubiria. Kweli? Atashindwa ni nini unamwambia? Unamwambia mambo gani na yeye ana mambo yote. Lakini hata akiwa na hayo mambo unakuta mtu ambaye atanyenyekea asikilize. habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, watu ambao wamevunjika moyo, wamesumbuliwa na maisha. Kwa sababu wakati mwingine maisha yanakuwa magumu mpaka mtu anakuwa ametatanishwa kabisa, hata ajui mbele nyuma. Hata mtu ajui leo ni siku gani kwa sababu ya matatizo. Watu hufika hapo. Mtu hata kuamka anashindwa naamka kufanya nini. Akienda kulala hata usingizi hana. Anasema basi amekuja kuwaganga watu kama hao waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao mateka uhuru wao, watu ambao wamefungwa ni mateka katika ulimwengu, wamefungwa na ulimwengu, wanaambiwa kuna uhuru. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Wale ni mateka, kuna uhuru. Wale waliofungwa kuna kufunguliwa. Basi hayo ndiyo mafuta ambayo Petro alikuwa nayo. Na hiyo ndiyo funzo ya hiyo ya kwamba uponyaji ni sehemu ya hiyo. Bwana asifiwe. Ya tatu, sasa tunasoma kitu kinaitwa Matendo. Tunasoma kitabu cha Matendo na tunasoma matendo ni nini. 36 mpaka 38. Hebu tusomee hiyo mistari mitatu. Na 6 na 36 mpaka 38. Unasema nini? Na mwanafunzi mmoja umepotea tena. Iko ndio. Hapo sema. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha. Tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Hapa. Kuja kwetu.
Sasa tunaambiwa Petro yuko wapi? Yuko Lida. Tuseme ni labda ni kama wapi? Sijui, sikuangalia kujua ni umbali gani. Lakini ni majirani, si mbali. Tunaambiwa haikuwa mbali. Ni kama hapa Sabasaba na Keno, sijui. Ama na Maragwa, sijui, ni mali sio mbali. Lakini tunaambiwa ya kwamba huyu mwanafunzi mmoja aliitwa Tabitha. Jina lake tafsiri ni Dorkasi ama paa. Simrajua mnyama anaitwa paa. Na pia kuna tafsiri nyingine Inasema mwenye neema. Dorkasi ina tafsiri na maana nyingine. Dorkasi ama Tabitha, mwenye neema. Si tu kila mahali tunaosikia neema. Hata hapa si tuna neema bookshop. Na unasikia neema hii, neema hiyo, neema hoteli, mambo kama hayo. Neema, jina lingine la neema ni wema. Linatokana na wema. Neema ni linatokana na wema. Tunapozungumza neema ya Mungu tunaongea kuhusu wema wa Mungu. Na tafsiri ya wema ni ya kwamba wema ni unazidi kile mtu anastahili kupata. Yaani msamaha uko katika wema wa Mungu ule tunapata. Basi huyu naye aliitwa mwenye neema. na alikuwa tunaambiwa alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa amejaa matendo mema na akatoa sadaka nyingi. Umesikia mtu na sifa zake Ya kwamba amejaa matendo mema na alitoa sadaka zake. Na tunaambiwa akaugua. Na tunaambiwa aliugua kwa haraka, baada ya kuugua akafa. Na hawa wakasikia Petro yuko wapi? Yuko Lida. na hapa wako ambapo panaitwa Yafa. Wako Yafa, mji unaitwa Yafa. Na wanasikia Petro yuko katika mji jirani. Wakatumana. Petro akakuja. Wamesema amekufa, ameoshwa, ameandaliwa, sasa ni nini? Ni mazishi. Lakini wakasema tumesikia Petro yuko karibu, hebu tumuite. Sijui alimuita kufanya nini, aje kwetu haraka kwa sababu si ni mazishi yako. Lakini Petro alipokuja ikakuwa ni tofauti. Labda walimuita aje mazishi, hawakumuita aje amuombe. Walimwambia tu njoo kwetu, kuna mshirika wetu amekufa, njoo kwetu. Akakuja. Na tunaambiwa alipoingia kwenye hiyo nyumba ya orofa ambapo mwili ulikuwa, wanawake wajane wakaandamana naye. Na kila mwanamke amebeba nguo ambayo huyu Tabitha alikuwa ama Dorkasi Tabitha alikuwa amewashonea. Yaani hiyo ndiyo ilikuwa kazi yake, alikuwa na kazi njema. Wanakuja wakimlilia. Petro tunaambiwa akawafukuza, akawaondoa hapo. Alafu yeye akabaki na huyu. Sijui alikuwa na mwingine gani, lakini wale wakulia waliokuwa kilia akawafukuza. Tunaambiwa akaenda kwa mwili. Si mtu akikufa tunajua amekufa. Na ndio tunasema ati tutakutana huko kwema, si ndio? Wengine wanasema roho imo wapi? Peponi. Hapana. Petro amekuja. Petro anajua nguvu ambazo anazo. Akakuja. Tunaambiwa akaenda kwa huo mwili. Si ni mwili. Si ni tunaita maiti. Sasa ni maiti. Yeye haoni maiti. Yeye anaona huyo Tabitha. Kwa sababu tunaambiwa alimwambia Tabitha, akamuita kwa jina. Na Tabitha akaitika. Mtu amekufa, ameoshwa, anangoja kuzikwa, akaitika. Akaamka.
Ambua alipofungua kwanza alifumbua macho. Si amekuwa amelala akafumbua macho. Akamwona Petro, naambua akaketi kwenye kitanda. Petro akamnyoshea mkono, akamshika, akamtoa. Akampeleka kwa hao, akamwambia Tabitha, wewe ndiye huyu. Na tunaambiwa Petro akakuja kwa haraka, na hapo tunasoma matendo yake, matendo mema. Sijui Gibson, wewe ukifikiriwa ama mimi nikifikiriwa, nafikiriwa na matendo aina gani? Huyu alifikiriwa kwa matendo mema. Kwa hivyo hapo tunamuona matendo tu ndio tunaambiwa alikuwa na matendo mema. Lakini hata mtu akiwa na matendo mema anakufa, si ndio? Hata tuzuia kufa. Simesikia watu wakisema hata Mungu anapenda watu wazuri. Sio tu watu wabaya ati ndio anakufa. Kwa kweli hata neno la Mungu linasema Mungu apendezwi na kifo cha mtu muovu. Sababu anajua yeye ni hukumu tu inamngoja. Lakini kifo cha mtu mwema kwake ni furaha. Lakini hapa tunamuona Petro akija. Na ni mtu matendo yake yamemsimamia. Funzo ni hili. Waefeso 2:10 inasema hivi: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Bwana Mungu aliyetengeneza ili tuenende nayo. Ni ajabu washiko. Ati tangu mwanzo, si akiongea na Yeremia alisema ati kabla hajafumbwa katika tumbo la mama yake, hajaundi la mama yake alimjua. Yaani Mungu anaangalia na anaona kila mtu. Na anaona kazi njema zile amempangia. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atasema mimi sio wa kazi njema. Hapana, hakuna. Wote maandiko yanasema maana tu kazi yake. Mungu si ni mwema? Anaweza akaumba kitu kibaya. Anaweza akaumba mwizi aje kusumbua watu. Alafu amuumbe mwizi asumbue watu ili amwangamize na aende jehana. Hapana. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Kwa hivyo hatuna udhuru ati mimi, hapana, hata wewe, hata mimi, kila mmoja amewajibika kutenda matendo mema na kujulikana kwa matendo mema kama anamkiri Yesu kama Mwokozi. Amen. Amen. Sasa tumeona matendo. Tuwe na matendo ambayo yanaweza yakasimamia, watu wanaweza kuyasifu. Amen. Amen. Ya 4 kimaliza, kufufuliwa. Ni 36 mpaka 38. Matendo hapo 9:36 mpaka 38. Nilikuwa nimeenda mbele kidogo ya maandiko. Na tumesoma hapo. 30 nimesema sasa tunasoma 36 mpaka 30. Tumesoma mpaka 38. Basi samahani ni 39. Tusome 39, nilikosea katika 30, nimekosea hapo. Na 9 sasa. Ni 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona.
Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote. Akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti. Akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Ndio. Tufike hapo. Nilikuwa nimeeleza hiyo. Sasa tunaona kufufuliwa. Na kwamba Petro amekuja sasa, ameenda amemuona na akazungumza na maiti. Na tunaambiwa Tabitha akaamka. Alipofumbua macho kumuona Petro akaketi, akafumbua akaketi. Petro akamchukua akampeleka huko. Na tunaambiwa wajane wakarudishiwa Tabitha wao. Kwa hivyo hiyo ni 39 ka 43. Kwa hivyo kwa karatasi yako unaweza ukarekebisha. Ni 39 mpaka 43. Tunaambiwa kulikuwa watu wako huko wateule wale walikuwa wametumana wakarudishiwa Tabitha. Tukio hilo likajulikana. Tunaambiwa Yafa yote, mji wote ukasikia. Si hakukuwa radio kama siku ya leo ama televisheni. Siku ya leo si mtu akifa anatangaza. Lakini sikulikuwa na njia ya kutangaza. Mtu fulani ameaga ndio rafiki na majamaa wanajua. Kwa hivyo alijulikana amekufa. Alafu sasa labda hata wengine walikuwa wamejiandaa kuja kwa mazishi. Lakini badala ya mazishi wanakuta Tabitha ameamka. Na hiyo ndiyo kazi ya kanisa. Na Yesu Kristo alisema tuna uwezo huo. Hata wafu tuna uwezo wa kuwafufua. Kile tu tunahitajika kuwa nacho ni imani. Kwa hivyo tunaambiwa hili kanisa lilikuwa ni kanisa lina imani. Ndipo waliposikia Petro akatumana. Walikuwa na imani Petro atakuja kuwafariji. Lakini faraja ambayo Petro alikuja nayo ni ya kuvunja siku ya mazishi na sherehe za mazishi. Kazi zilikuwa zimeendelea kusimamisha. Kuambia hapana. Tabitha ndiye huyu. Sitaki kusema vile nimesikia wahubiri wengine wakisema ati huyu alifufuliwa kwa sababu ya kazi nzuri. Hapana. Kwa sababu hata watu wana kazi nzuri si wanakufa. Si ati hiyo ndio sababu. Alifufuliwa kwa sababu Petro alikuwa na imani. Na Petro, Roho wa Mungu alimsaidia kuona huyu kazi yake hajamaliza. Si Stefano alipigwa mawe na akakufa na wakamzika. Alikuwa mwenye dhambi Stefano. Kwa hivyo ni kila mtu na kazi yake. Kama ni kazi tufanye kazi nzuri. Tujitahidi kabisa kuwa na kazi nzuri, kazi ya kupendeza. Ya kwamba watu hata wakiongea mambo yetu wanaongea mambo mazuri. Si kusema huyo mama huyo ni mkorofi sana. Huyo bwana mkorofi. Yuko hivi, huyo bwana. Na ni mtu wa kanisa. Si huyo ndiye alikuja hapa akaiba mahindi yangu. Mambo kama hayo tukowe hatuna. Matendo yetu yawe mema na tutaona jinsi ambavyo kanisa litafanikiwa, vile kanisa litasonga mbele na litakuwa kanisa la ajabu, kanisa lina nguvu, kanisa ambalo limestawi. Ustawi si pesa. Hapana, ustawi ni kuwa katika mpango wa Mungu, kicho cha Mungu na faraja ya Roho Mtakatifu. Funzo hapa ni nini? Luka 7:22. Maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Ndipo akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia. Ni wakati ambapo nabii Yohana Mbatizaji alikuwa yuko korokoroni, amefungwa, hajui mwisho wake ni nini. Na Yesu anakasikia sifa za Yesu. Yesu anaendelea kuhubiri na anaendelea sana vizuri, anafanikiwa sana. Wakakuja kumuuliza, wewe ni wewe ama tungoje mwingine? Yesu anajibu anasema, mwendeni mumwambie mliosikia na mlioona. Akawaambia, wasioona wanaona, walio na ulemavu wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, wasiosikia wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Hiyo ndio ishara ya ufanisi wa kanisa. Si majengo, si pesa, si magari, sio nini. Na pia huo ndio ufanisi wa Mkristo. Kanisa si ni Mkristo. Mkristo awe na mambo hayo. Tumesema awe na kutembea kuzuri katika kicho cha Mungu, na akitembea katika kicho cha Mungu apate faraja ya Roho Mtakatifu, awe na nguvu za uponyaji, ya kwamba watu wakija kwake wakiwa wamelemewa na mambo mengi, ana hiyo imani na nguvu ya kuwaombea uponyaji. Awe na matendo mazuri, si matendo tu mazuri, lakini ni matendo mazuri ambayo yana msukumo wa Mungu ndani yake. Na awe hata mahali ambapo hakuna tumaini, mtu amekufa ni mauti, hata hapo awe anaweza kubadilisha. Amen. Basi kuna haya maneno mimi huweka hapo ya kutafakari, na katika ambayo sana mimi hutoa kwenye hayo mafundisho kwenye huo. Ya kwanza ni katika kutafakari, ni Matendo 9:36 inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, pa mwenye neema. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Amejaa sadaka. Hebu tutafakari hiyo. Kutafakari ni kufikiri na kuruhusu hilo neno lituzungumzie katika hiki kipindi. Wazo kubwa. Basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na Galilaya na Samaria, likajengwa likiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana Mungu na faraja ya Roho Mtakatifu. Tukasema ufanisi ni kuongezeka katika kutembea kwa kicho cha Bwana Mungu na kuwa na faraja ya Roho Mtakatifu. Huo ndio ufanisi. Na sala tunaambiwa Matendo 9:39, Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu za nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa nao. Sala ni sala ambalo nafanya mimi, sala ambalo wewe unafanya, ya kwamba ikifika mahali kama hapo, mahali pa tatizo limekukumba, watu watakumbuka kazi ulizofanya wakati ulikuwa nao, wakati uliweza kufanya. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Amen.